Karibu Dar es Salaam. Mkoa huu wenye ukubwa wa kilomita za mraba 1393 pekee ndio mkoa mdogo zaidi Tanzania bara, kwa kulinganisha na mkoa wa Tabora ambao ndio mkubwa kuliko yote nchini wenye kilomita za mraba 76,151. Hii ina maana kwamba Tabora ni mkubwa zaidi ya mara 50 kuliko Dar es Salaam. Si hivyo tu, Tabora ni mkubwa kuliko hata baadhi ya nchi duniani kama vile Sri Lanka, Ireland, Togo na nyingine nyingi tu. Lakini pamoja na udogo wake, Dar es Salaam imeandika historia tofauti kabisa. Kwa mfano, ukubwa wa Dar es Salaam haufikii hata wilaya ya Kilombero iliyopo mkoani Morogoro, ambapo Dar inaweza kuingia takribani mara 9 ndani ya wilaya hiyo. Na hapa ndipo maajabu yalipo. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, Dar es Salaam ndio mkoa unaoongoza kwa idadi ya watu nchini, ukiwa na zaidi ya wakazi milioni 5. Swali ni hili: kwa nini watu wengi kiasi hiki wamekusanyika katika eneo dogo namna hii? Jibu ni moja tu: fursa. Dar es Salaam ndio kitovu kikuu cha biashara na uchumi wa Tanzania. Hapa ndipo yalipo makao makuu ya makampuni makubwa, benki nyingi, taasisi za kifedha, viwanda, wafanyabiashara wakubwa na wadogo, pamoja na vituo muhimu vya forodha na ushuru. Pia hapa ndipo ilipo bandari ya Dar es Salaam, lango kuu la biashara ya kimataifa kwa Tanzania na baadhi ya nchi jirani. Vilevile, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere unaunganisha Tanzania na sehemu mbalimbali duniani. Kutokana na shughuli hizi zote za kiuchumi, Dar es Salaam imeendelea kuwa mkoa unaoongoza kwa ukusanyaji wa mapato ya serikali. Kila mwaka, mamlaka ya mapato hukusanya kiwango cha trilioni kadhaa za shilingi kutoka ndani ya mkoa huu pekee. Ndio maana wengi husema Dar es Salaam, moyo wa uchumi wa Tanzania. Na pengine hapa ndipo methali mpya inaweza kuzaliwa, kwamba ukubwa wa eneo sio kipimo cha mafanikio, au kwa lugha ya kawaida kabisa, ukubwa wa pua sio wingi wa kamasi. Lakini Dar es Salaam si uchumi tu pekee, ni mkoa wenye mchanganyiko mkubwa zaidi wa tamaduni hapa nchini. Watu kutoka kila kona ya Tanzania wamefika hapa kutafuta maisha, biashara, elimu na ajira. Hali hii imeufanya mkoa huu kuwa mfano halisi wa Tanzania nzima ndani ya eneo moja. Aidha, Dar es Salaam ni miongoni mwa maeneo yenye historia kubwa zaidi nchini, kuanzia majengo ya kale, bandari ya kihistoria, maeneo ya kumbukumbu za ukoloni hadi miundombinu ya kisasa inayojengwa leo. Haya yote yanaonyesha safari ya Tanzania kutoka zamani hadi hivi sasa. Hivyo basi, wakati mwingine unapoisikia Dar es Salaam, usione tu foleni, majengo marefu au biashara nyingi. Uone mkoa mdogo zaidi Tanzania bara, lakini wenye mchango mkubwa zaidi katika uchumi, historia na maendeleo ya taifa. Hii ndiyo Dar es Salaam.